Mambo vipi mwana SNS? Leo ni tarehe 7 mwezi wa 5 Alhamisi, tunapokutana kwenye GPS nyingine tena. Kama kawaida jopo limekamilika. Mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker, nipo na Henry Mwinuka pamoja na Ali Masubi. Sma ana udhuru mwingine tena, na hii ni kutokana na ujenzi ambao anaendelea kufanya kwenye studio yake, kwa hiyo anakuwa hayuko comfortable, na pia movements na mafundi na nini na kuwa sio rahisi kuweza kujiunga nasi. Bila shaka ikikaa sawa tutaendelea kuwa vizuri. Henry, habari za Dodoma kaka? Kwema kabisa kaka Sky. Kwema, nashukuru Mungu, tunaendelea vizuri kabisa. Sawa, basi twende kwenye kile ambacho tumekusanyia hii leo. Mambo ni yale yale, lakini updates zinazidi kutofautiana, na leo tuko bado kwenye vita vya Iran, na maendeleo yaliyopo hapa ni kama hivi, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema vita vinavyoihusisha Iran vinaweza kuisha haraka, huku Washington ikiendelea kusukuma mbele makubaliano mapya yanayolenga kumaliza mvutano kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran pamoja na kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz. Akizungumza katika mkutano wa kampeni kwa njia ya mtandao kumuunga mkono mgombea wa ugavana wa Georgia kutoka chama cha Republican Bart Jones, Trump alitetea hatua za Marekani dhidi ya Iran, akisema lengo kuu ni kuzuia Tehran kupata silaha za nyuklia. Tunafanya haya kwa sababu moja muhimu sana: hatuwezi kuiruhusu Iran kuwa na silaha ya nyuklia, alisema Trump. Watu wengi wanaelewa hilo na vita vitaisha haraka. Kauli za Trump zinakuja wakati taarifa zikiongezeka kuwa ikulu ya White House iko karibu kufikia makubaliano ya msingi na Iran ambayo yanaweza kufungua njia ya mazungumzo ya kina zaidi kuhusu kumaliza mzozo huo. Kwa mujibu wa taarifa ya Axios na Reuters, maafisa wa Marekani wanajadili waraka wa makubaliano yenye vipengele 14 kati ya Marekani na Iran. Pendekezo hilo linadaiwa kujumuisha kusimamishwa kwa muda kwa shughuli za Iran za urutubishaji wa uranium, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi, pamoja na kufunguliwa tena kwa usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz. Makubaliano hayo pia yanatajwa kuweka msingi wa mazungumzo mapana zaidi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na usalama wa eneo la Mashariki ya Kati. Iran tayari imethibitisha kuwa inapitia pendekezo hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghai, alisema Tehran itatoa msimamo wake kupitia upatanishi wa Pakistan baada ya tathmini kukamilika. Hata hivyo, ndani ya Iran maoni yanaonekana kugawanyika. Ibrahim Rezai, msemaji wa kamati ya usalama wa taifa na sera za kigeni ya bunge la Iran, alipuuza pendekezo hilo na kulielezea kama wish list ya Marekani. Wamarekani hawatapokea chochote kupitia vita ambavyo walishindwa kupata kwenye mazungumzo ya ana kwa ana, alisema, huku akionya kuwa Iran ipo tayari kujibu kwa nguvu iwapo itaendelea kushinikizwa. Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi kati ya pande hizo mbili, imesema inaendelea kufanya juhudi kuhakikisha usitishaji huo wa mapigano unageuka kuwa mwisho wa kudumu wa vita. Wakati huo huo, Trump ameendelea kuchanganya diplomasia na vitisho vya hatua za kijeshi. Kupitia mtandao wake wa Truth Social alionya kuwa iwapo haitokubali makubaliano Iran ikiwa haitarudi katika makubaliano, mashambulizi ya mabomu yatarejea kwa kiwango kikubwa na makali zaidi kuliko hapo awali. Rais huyo Marekani alidokeza pia kuwa Operation Epic Fury, kampeni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, inaweza kuhitimishwa rasmi ikiwa Tehran itakubali masharti yaliyojadiliwa. Iran haijatoa tamko rasmi kuhusu kusimamishwa kwa operation hiyo, ingawa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ilidokeza kuwa mlango wa Hormuz unaweza kufunguliwa tena iwapo vitisho vya washambuliaji vitaisha. Mlango wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi za nishati duniani, ukiwa unapisha karibu 20% ya mafuta na gesi asilia ya kimiminika inayotumika duniani. Njia hiyo imekuwa katika hali ya mkwamo tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mapema mwaka huu. Kuna kauli hapa Henry, umeisikia, ambayo inazungumzia namna ambavyo Trump amesema kwamba vita vinaisha hivi karibuni. Kuna usemi wa hivi karibuni, Waswahili wanasema haya maneno sio mageni. Ni maneno amekuwa akiyazungumza kwa muda mrefu sasa hivi, takriban mwezi mzima. Leo ni siku ya 68 toka mgogoro baina yao ukijumuisha na vita ndani yake na mvutano wa kidiplomasia
umetokea. Trump amekuwa ana kitu tunaita mixed messages, yani ujumbe wa kukanganya kanganya. Leo anasema hiki, kesho anasema kingine. Kwa hiyo Trump ndivyo ambavyo anatafsirika sasa hivi. Sote tunamtafsiri hivyo kwamba ni kiongozi ambaye ana uwezo wa kusema jambo hili na baadaye akaja kusema jambo jingine, akatofautiana mwenyewe kwenye matamshi yake, na wakati mwingine anatofautiana mpaka na viongozi wenzie au viongozi walio chini yake, akiwepo waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, Pete Hegseth pamoja na Carol Levitt, msemaji wa ikulu ya Marekani. Kumekuwa kuna utofauti kwenye kauli ambazo anazitoa Trump. Kwa hiyo hii ya kusema vita itaisha soon inaweza ikawa na tafsiri mbili, Sky. Ya kwanza, Trump amefikia sehemu ambapo hawezi tena kuafford kuendelea kupigana, na interests ya watu kupigana, ndani ya nchi yake Marekani kuendelea kupigana, kushiriki kwenye hii vita imezidi kupungua. Yani watu hawana interest kabisa, na hata kura za maoni ambazo zimefanyika nafikiri majuma mawili yaliyopita, zikiwauliza wa Marekani ikiwa wanaunga mkono vita ya Iran, asilimia kubwa walionyesha hawaungi mkono. Na pia ikiwa Trump namna ambavyo amekuwa akienenda, yani ile handling ya Trump ya vita hii, kama wanaiapprove, asilimia kubwa wakaonekana hawaiapprove, na hii inajumuisha mpaka Republican wenzie. Kwa hiyo appetite ya vita haipo. Kwa hiyo anatokaje sasa Trump? Kwa sababu kumbuka, lengo kubwa na la msingi kwake ni kuhakikisha anapata deal nzuri kuliko alioipata Obama mwaka 2015 dhidi ya Iran, ambayo ukiangalia Trump alidismantle ili kufuta legacy ya Obama ambaye amenukuliwa jana akihojiwa na chombo kimoja pale New York, na mwandishi mmoja, ambapo amesikika akisema sababu ambazo Netanyahu aliziwasilisha kwake kipindi hicho zaidi ya miaka 10 iliyopita, akimshawishi Obama na serikali yake ikubali kuishambulia Iran, ndio hizo ambazo ameziwasilisha kwa Donald Trump. Kwa hiyo Trump amekubali, akaamua kufanya aliyoyafanya, lakini Obama anasema hoja ambazo alizitoa kukinzana na matakwa ya Netanyahu na fikra zake, anasema kwa yaliyotokea wakati huu ambapo Marekani na Israeli wameishambulia Irani, zinaonyesha kwamba alikuwa sahihi kukataa kumuunga mkono Netanyahu, kwa sababu Netanyahu alihimiza kwamba wakishambulia Marekani wakishambulia pamoja na Israeli Iran, kuna possibility kubwa ya wananchi wa Irani kunyanyuka na pengine kuiangusha serikali ya Tehran, kitu ambacho kimeonekana si kweli na kimeshindikana. Kwa hiyo Obama amesema tu kwamba anaamini njia pekee inayoweza kusababisha mgogoro huu kaisha ni mazungumzo. Hakuna njia nyingine zaidi ya kidiplomasia. Sasa Trump yuko kwenye mtego, kwa sababu sio kwamba anashindwa kusema hii vita imeisha, lakini akisema imeisha watu wataanza kumhoji kwamba sasa umeachieve nini? Malengo ambayo ulikuwa unataka kuyafikia umeyafikia na umefaulu kwa kiasi gani? Sasa huo ni mtihani mkubwa ambao anaupata Trump, kwa maana ni akiondoka tu hivi, maana yake itaonekana ni afadhali ya Obama ambaye alikuwa amefanikiwa kufikia makubaliano yale ya kipindi kile, ambayo uranium iliyorutubishwa wa Irani walikubali kuipeleka Urusi walikubali kuichukua. Na kitu kimoja tumekuwa tukisema ambacho mimi nafikiri serikali ya Obama walijitahidi kufanya vizuri, walizishirikisha pia nchi nyingine kubwa, kwa maana ya China pamoja na Urusi, na ndio maana unaona Irani alikuwa mwepesi kukubali
uranium aliyorutubisha iweze kwenda Urusi. Na hiyo ofa Urusi wameitoa pia hata wakati wa mgogoro wa siku 12 mwaka jana wa ile vita iliyopiganwa mwezi wa 6 mwaka jana, walitoa ofa, lakini Trump amekata. Pia juzi wakati amezungumza na Putin kwa simu, alisema mwenyewe Trump kwamba Putin alimwambia kwamba wako tayari kuwasuluhisha ili mgogoro uishe. Yeye anasema, akamjibu kwamba mimi nitafurahi ukimaliza kwanza mgogoro wa Ukraine. Kwa hiyo ni mtu ambaye analeta ujeuri fulani kwenye mazingira ambayo hawa watu ni lazima uwashirikishe. Irani anawasikiliza, Irani anawaamini, Uchina anawaamini pia na ni washirika wake muhimu, wamekuwa wakifaana kwenye mengi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Obama alichokifanya naweza nikasema kilikuwa ni cha mafanikio, kuzileta hizi nchi kubwa zote za Middle East, za Ulaya, kuweza kuhakikisha wanafikia makubaliano ambayo walau yangeweza kutatua mkwamo wa suala la kinyuklia ya Irani. Lakini sasa yeye kwa sababu hata hii 60% ambayo ya uranium ilirutubishwa na Irani, anayepaswa kulaumiwa ni Trump, kwa sababu yeye ndio aliyojiondoa kwenye makubaliano yale ya mwaka 2015, makubaliano ambayo yalikuwa ndio yanaweka limit kwa Irani kuweza kurutubisha uranium, nafikiri kwa kiwango cha 3.6% kwa ajili ya matumizi tu ya nishati na kiraia. Sasa baada ya Trump kwa kutumia nafikiri kwa kuangalia kisiasa zaidi, alikuwa ana scrap au anaondoa na kuharibu sera zote au vitu vyote Obama alivyokuwa amevianzisha. Kwa mfano mpango wa afya ule wa Obama Healthcare aliutupilia mbali na wenyewe, yani katika kuonyesha kwamba haufai. Vile vile anasema it was a disaster, anasema yani ni janga ule mpango. Vile vile deal ambao walifanya Iran pamoja na Marekani pamoja na nchi nyingine kama nilivyozitaja, akasema ni deal mbovu ya hovyo kabisa, imewapa mabilioni ya pesa Iran wakati hawakutakiwa kupata hivyo. Kwa hiyo yeye sasa hivi anacho struggle nacho, nimesema kuna vitu viwili. Cha kwanza ni hicho kwamba anawezaje kuondoka kwenye vita hii akiwa ana deal ambayo ni nzuri, iko better kuliko deal ambayo alifanya Obama. Hapo ndo mtihani mkubwa ulipo. Kwa hiyo vipimo vitakavyofanyika, vipengele vitachambuliwa vya dili ya Obama dhidi ya dili ya Trump, ili tuseme kwenye kila kipengele hiki Trump amescore zaidi kuliko Obama. Sasa kinyume na hapo, maana yake ni kwamba Trump anaonekana ni loser, yani ni mtu aliyefeli, aliyeshindwa. Sasa hicho ni kitu ambacho Trump kinamuumiza yeye na serikali yake. Na kwa aliyoyaongea Obama jana, maana yake anaendelea kuchochea moto kwenye kichwa cha Trump kwamba huyu jamaa mbona kama ameshaanza chokochoko za kunisema kwamba nilichokifanya mpaka sasa hivi nimefeli. Kwa hiyo maana yake anajikuta analazimika kufaulu, na anafaulu vipi? Anatakiwa apate deal ambayo itampa better terms. Sasa better terms ndio hizo, tunasubiri tuone wa Irani nao wanakubali vipi kwa sehemu fulani. Kwa hiyo kuna eneo la kisiasa ambalo wanakabiliana nalo ili kujustify maamuzi aliyoyafanya. Eneo la pili, nimekuwa nikirudia na narudia tena, ni ziara yake ya kwenda China, lakini pia na kombe la dunia. Hivi ni vitu ambavyo tayari viko karibuni sana. Ziara ya China ikitangulia, kombe la dunia mwezi wa 6 linakuja. Na tumeona leo msemaji wa mambo ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema kwamba wao wataipeleka timu yao. Maana kuna mchezo wa kwanza nafikiri Iran wamepangwa kucheza na New Zealand, na huo mchezo unatakiwa ufanyike California, Marekani. Kwa hiyo maana yake Iran inatakiwa iende Marekani. Tukumbuke nchi zinapokuwa kwenye hali ya vita, huwa visa, yani kwa maana kupata ile pasi za kusafiria kwenda kwenye nchi nyingine huwa hazitolewi, kwa sababu wanakuwa wamefunga huduma zote za kidiplomasia. Kwa hiyo swali likawa ni wachezaji wa Irani, je, wako tayari kwenda Marekani? Na kama wanakwenda Marekani, swala la visa application ya pasi za kusafiria itakuwaje? Kwa hiyo yule msemaji akasema kwamba wao wako tayari, kwa sababu wao hawaendi Marekani kufanya utalii au kwenda kufanya biashara. Wanaenda kushiriki kombe la dunia ambalo ni haki yao na wao wamefuzu kwenda pale. So watakwenda Marekani, isipokuwa FIFA ndio wanatakiwa wahakikishe wanaandaa kila kitu, hizo pasi za kusafiria, yani mamlaka za Irani hazitahusika.
FIFA ndo wanatakiwa wa facilitate, wahakikishe kwamba wanatengeneza mazingira ya timu ya Irani kuweza kusafiri na kuruhusiwa kuingia Marekani na kushiriki michuano kama ambavyo kalenda ya FIFA inavyosema ya mashindano ya kombe la dunia. Na nimesikia pia Trump akihojiwa kuhusu hilo kwamba rais wa FIFA amesema kwamba so far hawajaamua kubadilisha ratiba ya timu ya Irani kwenda kucheza Marekani. Na yeye akasema kama rais wa FIFA akasema hivyo, basi mimi sina shida, ni sawa. Kwa hiyo unaweza ukaona of course angalau kuna kauli fulani sasa hivi kidogo zinaonyesha kama kuna namna tu itabidi hawa watu wakubaliane kwa hatua fulani. Kwa hiyo hizi kauli ambazo zimekuwa zikitamkwa na Trump na hivi vitu viwili ambavyo nimevisema vinaonyesha pressure kubwa sana iko kwa upande wake yeye Trump kuhakikisha kwamba anapata deal nzuri, lakini mbili, Marekani inajipambanua kwenye michuano ya kombe la dunia hii. Akikumbuka kwamba Katari waliandaa michuano ya kombe la dunia kwa mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo maana yake Marekani wana kibarua cha kuhakikisha na wao wanaandaa michuano hiyo iwe ni ya kuvutia, kama nilivyosema ni entertainment. Sasa changamoto ni kwamba mudi ya ulimwengu na mudi ya watu wengi haiko kwenye level hiyo, hasa kwa sababu anayeshiriki ni Marekani moja kwa moja kwenye vita pia. Kwa hiyo tuendelee kusubiri, lakini pressure kubwa sana iko kwa upande wa Trump na serikali yake kuhakikisha wanafikia makubaliano na Irani ambayo watajipongeza kisiasa, yatawapa political score, lakini vile vile yatasaidia au yatarahisisha masuala mengine kuendelea, ikiwepo hilo la kombe la dunia pamoja na safari zake kama hiyo ya China na mambo mengine kadha wa kadha. Sawa, kuna makala kutoka CNN hapa ambayo ina kichwa cha habari kinachosema Trump is trapped by his own strategy as he grapples for an exit in Iran. Kama amekamatwa katika mtego wa mikakati yake mwenyewe wakati akihangaika ama akitafuta namna ya kuondoka katika vita hivi. Ni makala ambayo imeangalia namna ambavyo so far Marekani anahangaika katika hili. Sasa samara yake inasema hivi: vita vya Marekani dhidi ya Iran vilivyokuwa vinatarajiwa kumalizika ndani ya muda mfupi sasa vinaingia wiki ya 10, huku rais wa Marekani Donald Trump akionekana kushindwa kupata njia rahisi ya kumaliza mzozo huo. Kwa mujibu wa uchambuzi huu ni kwamba Trump amekwama katika mitego miwili mikubwa, wa kimataifa na wa ndani ya Marekani. Kwa upande wa kimataifa, Iran imeendelea kutumia udhibiti wake wa mlango wa Hormuz kama silaha ya kimkakati, huku ikikataa kulegeza msimamo wake licha shinikizo za kijeshi kutoka Marekani na Israel. Hali hiyo imeifanya Washington ishindwe kumaliza vita kwa gharama ya kijeshi inayokubalika. Ndani ya Marekani, vita hivyo pia vinaanza kumuumiza Trump kisiasa. Umaarufu wake umeendelea kushuka huku bei ya mafuta ikipanda na wananchi wengi wakionyesha kupinga vita hivyo. Matokeo yake, Trump hana tena nafasi kubwa ya kisiasa kuendelea na mzozo huo kwa muda mrefu. Kutokana na hali hiyo, Trump ameonekana kubadilisha mara kwa mara mikakati ya kijeshi na kauli zake kuhusu mazungumzo ya amani. Mara kadhaa amedai kuwa makubaliano yako karibu kufikiwa, lakini hali halisi imeendelea kuonesha Iran bado haijasalimu amri. Sasa matumaini mapya yapo kwenye waraka wa ukurasa mmoja unaojadiliwa kati ya Marekani na Iran na Pakistan kama mpatanishi. Hati hiyo inalenga kusitisha vita na kuanzisha siku 30 za mazungumzo ya kutatua masuala makubwa yaliyobaki. Hata hivyo, wachambuzi wanaona waraka huo unaweza kuwa mdogo mno kutatua miongo kadhaa ya mivutano kati ya Marekani na Iran, ikiwemo mpango wa nyuklia wa Tehran, makombora yake na mitandao yake ya washirika wa kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Iran pia inaendelea kushinikiza kuondolewa kwa vikwazo vikubwa vya kiuchumi ili kufufua uchumi wake, pamoja na kutaka kunufaika tena na biashara ya mafuta kupitia mlango wa Hormuz ambao sasa umegeuka kuwa silaha yake kuu ya kimkakati. Wakati huo huo, Marekani imeonekana kukosa mkakati wa wazi wa mwisho wa vita. Wiki hii waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza kwa kifupi kuwa operesheni ya kijeshi ya Epic Fury ilikuwa imekwisha kabla ya White House kuzindua operesheni mpya iliyoitwa Project Freedom kwa lengo la kusaidia meli zilizokwama katika mlango wa Hormuz, lakini ndani ya saa chache tu operesheni hiyo ilisimamishwa, jambo lililoibua maswali kuhusu uimara wa mkakati wa Marekani. Mtaalamu wa Iran Trita Parsi alieleza kuwa Trump ameendelea kutumia kile alichokiita silver bullet strategy,
imani kwamba hatua moja kubwa ghafla inaweza kuilazimisha Iran kubadilika. Marekani na Israel kwanza walimuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, kisha wakafanya mashambulizi makubwa ya anga, wakaweka vizuizi vya baharini dhidi ya Iran na baadaye wakaanzisha Project Freedom, lakini hakuna hatua iliyofanikiwa kuivunja serikali ya Iran au kusababisha kuporomoka. Badala yake viongozi wapya wenye msimamo mkali waliingia madarakani haraka, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC likiendelea kubaki imara. Kwa Iran kuendelea kuishi katika mazingira hayo tayari ni aina ya ushindi. Katika hotuba yake White House, Trump alionekana kupunguza uzito wa vita hivyo, akiviita mapigano madogo na kudai Marekani inafanya vizuri sana. Alisema Iran inataka kufanya makubaliano na kuingia kwenye mazungumzo. Hata hivyo, wachambuzi wanaona kauli zake zinaonyesha kutokuwepo kwa mkakati madhubuti wa kumaliza vita. Licha ya Marekani kudai imeharibu sehemu kubwa ya vikosi vya anga na baharini vya Iran pamoja na viwanda vya kijeshi, ushindi wa moja kwa moja wa kijeshi haujawahi kuwa rahisi kufikiwa. Trump ameepuka kupeleka maelfu ya wanajeshi ardhini, jambo ambalo wachambuzi wanasema lilikuwa uamuzi wa busara kutokana na historia ya Marekani katika vita vya Mashariki ya Kati. Lakini hatua hiyo pia imepunguza uwezo wa Marekani kupata ushindi kamili. Kwa upande mwingine, Iran imeonyesha uwezo mkubwa wa kutumia vita aina ya asymmetric warfare dhidi ya taifa lenye nguvu kubwa zaidi duniani. Kufungwa kwa mlango wa Hormuz kumeathiri uchumi wa dunia na kuongeza pressure kwa Trump ndani ya Marekani kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Mchambuzi Ian Lesser wa German Marshall Fund alisema vita hivyo vinaonyesha tofauti kubwa kati ya uwezo mkubwa wa kijeshi wa Marekani na ugumu wa kupata matokeo ya kisiasa yanayoonekana kama ushindi wa kweli. Mpaka sasa hakuna dalili za wananchi wa Iran kuasi dhidi ya serikali yao. Iran haijakubali kuachana rasmi na mpango wake wa nyuklia wala kukabidhi akiba yake ya uranium iliyorutubishwa. Pia hakuna uhakika kuwa IRGC haitojaribu kujenga upya mitandao yake ya washirika katika Lebanon au Gaza. Wakati huo, nafasi ya Marekani kwenye mazungumzo imeonekana kudhoofika. Rubio alisema Marekani inataka mlango wa Hormuz ufunguliwe tena bila vizuizi wala ada za kupita. Lakini kabla ya vita, mlango huo ulikuwa tayari wazi, na sasa Iran imegundua kuwa inaweza kutumia kama silaha kubwa ya kuzuia na kushinikiza mazungumzo. Kwa sasa matumaini makubwa yapo kwenye diplomasia, lakini ukosefu wa msimamo thabiti kutoka kwa Trump, mabadiliko ya ghafla na mikakati ya kijeshi na matumaini makubwa kuhusu makubaliano ambayo bado hayajafikiwa vinaendelea kuzua mashaka kuhusu uwezo wa Marekani kumaliza vita hivyo kwa mafanikio ya kweli. Kuna kauli masubi, hawa jamaa huwa wanasema hatuwezi kuwapa kile mlichokikosa kwenye vita kwenye mazungumzo peke yake, ukijumuisha pia na mtazamo wa makala hii, lakini pia kilichotokea kama maneno haya sio mageni kwamba vita vitaisha hivi karibuni, kauli za Trump. Yes. Hiyo ina maana moja kuu kwamba kama kile ambacho mmeshinda, yani Marekani wameshindwa kukipata kupitia vita, alafu leo wakipate kupitia kwenye meza ya mazungumzo, na Khalibaf mwenyewe amesema kwamba Marekani wanafanya ujinga wa kutaka kukipata walichoshindwa kukipata, yani kupitia mapigano ya vita. Na hayo ni swala kubwa kabisa, ni swala la uranium, kwamba waipate ile uranium ya Iran sasa tu kwenye meza ya mazungumzo, which is wa Iran wenyewe wanachosema itakuwa ni sawa na kusarenda. Sasa wenyewe wanasema kwamba hiyo kwao sio option, yani hawawezi kuchukua chaguo hilo la kuja tu kukaa na kusema haya tumakubalia nyie Marekani mtakuja mtachukua hii uranium, sisi tutaacha kurutubisha na vitu vingine. Trump mara kadhaa ameishaonyesha kwamba anataka ule mchakato uwaje, anataka wao waruhusiwe waingie pale, wanajeshi wao zipelekwe mitambo mikubwa zichimbe pale, wakiwa wanasimamia wahakikisha wamechukua kanista zote zile ambazo zimehifadhi ile uranium, na mwisho wa siku waweze kuzirudisha nchini Marekani, yani yale mapipa ambayo ndani yake kuna ile uranium hexafluoride ambayo imerutubishwa kwa zaidi ya 60%, ambayo nasema ni zaidi ya kilo 440 wenyewe wanavyosema, kwamba baada ya kuwa wameichimbua huko kwenye dust, kama iko chini waondoke nayo waende nayo Marekani. Lakini wasiishia hapo, wa Irani jicommit na iridhie kwa makubaliano kabisa kwamba haitorutubisha uranium tena. Sasa kwa frame gani? Hapo ndugu yangu kaanza, na sisi tumekuwa tunasema hapa mara kwa mara kwamba
The point hapa ni kuja na kitu ambacho hakukipata Obama ili Trump aweze kutumia kama ushindi wake wa kisiasa, kwa sababu akiondoka katika mazingira ambayo sasa hivi vita vinaendelea, hamna atakayemuelewa. Lazima atakaangwa kwamba umepigana vita ambavyo vimekuwa vina gharama kubwa, gharama ambayo ni kubwa kiuchumi, gharama ambayo ni kubwa kimkakati. Kimkakati kwa nini? Kwa sababu ya taifa la Marekani lilivyojiposition dunia. Ni kama taifa lenye nguvu, lenye ushawishi mkubwa, na ushawishi wa taifa la Marekani unajengwa na nini? Unajengwa na nguvu zake za kiuchumi, unajengwa na nguvu zake za kisiasa, lakini pia unajengwa na nguvu zake za kijeshi. Lakini ukiangalia sasa vita vya Iran, moja ya gharama kubwa imekopo ni kuathiri ule ushawishi wa Marekani, ile kimkakati katika hizo element zote, kiuchumi, lakini kiuchumi kwa nini? Angalia hali inavyoendelea sasa hivi. Uchumi wa Marekani, licha ya kwamba Marekani inanufaika, mataifa mengi yanaenda kununua mafuta kwake, lakini uchumi moja kwa moja unadhurika. Lakini unakuja kisiasa, angalia hali ya sasa hivi ya siasa ya Marekani na namna ambavyo imegeuka. Ni kwamba raia wengi hawataki vita. Kwa nini hawataki vita? Ni kwa sababu hali zao za kimaisha zinaathiriwa na vita. Mafuta yako juu, ukitoka kwenye mafuta kuwa juu, unakuja kwenye bei za bidhaa za kila siku ziko juu. Mfumuko wa bei peke yake unasema uko juu. Bei ya mafuta iko juu kwa viwango vya juu kushuhudiwa kwa miaka 50. Unaweza ukaona sasa hivi vyote. Pia kisiasa, tunasema pia kisiasa hali inakuwa sio nzuri kwa bwana Donald Trump. Kwa hiyo ukija ukaangalia hizo element zote, raia wa Marekani mwisho wa siku, Trump anatakiwa aje na jambo ambalo ni apate dude kubwa la kumfanya atoke kwenye vita, boost kisiasa kwamba tumefanikiwa hivi, na mwisho wa siku kupitia hilo anaweza akarudisha ile imani ambayo inaonekana kutetereka kisiasa. Lakini unatoka hapo kama ambavyo nimesema, pia gharama ya kijeshi imekuwa ni kubwa sana. Kambi za jeshi la Marekani na miundombinu yake zimeweza kuathiriwa, zenye thamani ya mamilioni ya fedha. Lakini pia unakuja unaongelea hasara, ile loss, munition stockpiles zilizotumika, silaha ambazo zimetumika, na silaha za Marekani ni ghali sana. Unatoka hapo unakuja unaangalia upotevu, ndege za kivita kadhaa zimeweza kupotea katika kasi ambayo pengine haijashuhudiwa hata kwenye tunasema tangu kuisha kwa vita vya pili vya dunia. Hata vita vyenyewe vile vya Saddam Hussein havikupoteza hivyo ndege za kivita na silaha kama hivi vita ambavyo vimeweza kutumika. Lakini unakuja hapo unaona pia hata reason ya budget kuweza kuwa imepandishwa kwa zaidi ya 50%. Leo tunaongelea budget inatoka kutoka trilioni 1 ya budget ya ulinzi ya jeshi la Marekani mpaka ifikie trilioni 1.5. Kwa nini? Sababu kubwa ni ipi? Ni kwa sababu ya hizi silaha zinazotumika, ndio inapelekea lazima ziweze kurudishwa kwa kasi ile ambazo zimetoka. Kwa nini? Kwa sababu bila kufanya hivyo, maana yake unaliweka taifa la Marekani katika bad spot kimkakati. Kwa nini? Vipi kama vita vikubwa vingeweza kutokea sasa hivi, ikiwa vita vya Iran peke yake vimeweza kuipunguza nguvu ya Marekani kwa zaidi ya 50%. Kwa hivi vitu vyote unaona kwa nini kuna pressure kwa Marekani. Lakini namna gani anakuja kwa Iran ili kuweza kupata kudemand yale matakwa ya msingi ambayo kwa Marekani ndiyo aliyomfanya yeye bwana Donald Trump akaingia vitani. Na hayo ushindi wa hayo matakwa ndio utafanya awe na ile justification ya kuanzisha hivi vita, kwamba nilianzisha vita kama anavyodai yeye kuizuia Iran kuwa na bomu la nyuklia. Sasa ukija kwa Iran nao wanaangalia, mimi nimekuwa nikisema hii kitu kila siku, wa Iran wanaweza wakawa na mpango wa makombora, mpango wa drone. Hivi ndio vitu tunasema muhimu kwao kwa deterrence. Lakini hapa pembeni yake walikuwa na mpango wa nyuklia ambao waliurithi kutoka kwa Marekani, kutoka kwa enzi za Shah. Na regime hii ya Kiislamu, utawala wa Kiislamu
kupitia huu mpango ikaweza kubadilisha. Huu ndio kama ule mpango ambao tunasema ni spare tire na ni wa kimkakati sana kwa nchi ya Iran. Ukiwa umetengenezwa special kusave mantiki kuu mbili. Mantiki ya kwanza, mpango huu uweze kutumika kama karata kubwa ya kuweza kuifanya nchi yao iweze kuondolewa vikwazo. Ndio wamekuwa wanafanya hivyo. Angalia kwenye JCPOA ilikuja ikalipa, ukaweza kuondolewa vikwazo mwaka 2015. Lakini pia mantiki ya pili, in worst case scenario, kama vyote vimeshindikana, taifa lao liko hatarini, wanaweza wakautumia huu mpango kwa ajili ya kuwa na bomu la nuclear na kuseal the deterrence, kwamba sasa hivi kweli wana ile deterrence. Deterrence ni ile hofu ya kushambuliwa, kwamba taifa lolote hasimu liogope kuishambulia Iran ama liogope kushambulia nchi mojawapo. Hiyo ndio huwa tunaita kama deterrence. Na deterrence inawezekana pale ambapo taifa moja litajua kwamba kama tukimshambulia taifa huyu ataweza kutupiga na sisi kama ambavyo tumemshambulia. Kwa hiyo Iran pia tunasema kwamba the ultimate deterrence siku zote kijeshi ni nini? Ni the nuclear weapons. Hiyo ndio the ultimate deterrence. Kwa hiyo mpango wao wa nuclear kwao mantiki zake kuu zilikuwa ni mbili. Kwanza, ya msingi kutumia ili waweze kuondolewa vikwazo. Wakiweza kuondolewa vikwazo wataweza kusimamisha uchumi ambao utakuwa ni imara Mashariki ya Kati. Nchi ambayo imeshamiri, ina viwanda vya kutosha, ina shughuli mbalimbali za kiuchumi. Pengine tukaona Iran ikiwa kama ilivyokuwa Dubai, Iran ikiwa kama ilivyokuwa nchi ya Qatar, Iran kama mataifa mengine yote duniani ambayo yana uchumi ambao uko imara. Kwa nikitoa mfano mwaka 2017, oda kubwa ambayo Iran waliweza kuifanya baada tu ya kuwa wameingizwa kwenye JCPOA ya ndege zaidi ya 100 kutoka kwenye kampuni ya Airbus. Yote yaliwezekana kwa nini? Kwa sababu waliweza kuondolewa vikwazo. Lakini baada ya Rais Donald Trump kuja na kuwa amewaondoa nchi ya Marekani na amevunja yale makubaliano, nini kilitokea? Kilichokuja kutokea ni kwamba hata ile deal ama ile moja oda ilipotea. Lakini angalia, Iran tumekuwa tunaongelea ni taifa ambalo na wataalamu wengi, wasomi wengi. Kwa hiyo panapotokea imeondolewa vikwazo, ni sehemu ambayo ni very attractive kwa investment, inavutia zaidi uwekezaji. Na hiyo pia tuliiona baada ya JCPOA, namna ambavyo makampuni mengi kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Ujerumani yalienda kuwekeza ndani ya nchi ya Iran. Maana yake ukijenga kiwanda chako utapata wataalamu mbalimbali, wakada mbalimbali, wafani mbalimbali, ikiwemo mainjinia, wataalamu wengine, wote wanapatikana ndani ya Iran. Hayo yote yanaifanya Iran iwe ina mvuto zaidi katika uwekezaji. Unaongelea uwekezaji, huwa vitu wawekezaji wakubwa wanaangalia sera, wanaangalia upatikanaji wa wafanyakazi, wanaangalia upatikanaji wa raw materials, nishati, uimara wa hali ya kisiasa na sera za ile nchi. Hivyo vyote vinasema kwamba vinawezekana kwa Iran, lakini sera zinaweza zikatungwa na vitu vingine. Ndio maana China iliweza kufanikiwa hivyo. Kwa hiyo kwa Iran wao, ukikaa ukaangalia, nuclear imekuwa ni karata ya turufu kwao na wanaweza wakaitumia. Kwa hiyo hawawezi wakakubali kuacha ile nuclear, kwamba sawa sisi tunakubali kuachana na mpango wetu wa nuclear kizembe. Kwa nini? They have lost so much. Kwa ajili tu ya kuitunza hiyo wamepoteza vingi sana, wamepoteza watu wengi sana, na ni kwa sababu hiyo ndio wanapigana hivi vita ambavyo vimeweza kuigharimu nchi yao kweli kweli. Itakuwa ni ujinga mkubwa sana leo wakubali tu kizembe. Okay, sawa, tumekubali kuachana na hii, hatutorutubisha. Mwisho wa siku, kwa vile hatutorutubisha, nyie Marekani mnasemaje? Kwa hiyo wenyewe hawatokubali. Lazima wahakikishe vile vikwazo ambavyo wamekuwa na lilia vinaondolewa, na kuna takwa la ziada hapo ambalo linafanya mazungumzo haya yawe makubwa kweli kweli, ambalo ni Strait of Hormuz ama uchochoro ama mfereji wa Hormuz. Hamna aliyewaza. Tulikuwa tunajua kweli kabla ya vita, tulikuwa tunajua possibility ya kufungwa kwa Hormuz, lakini hamna aliyowaza ile the extent ya nguvu ya ule mfereji, kwamba Hormuz ingekuwa ina nguvu as much as the nuclear program, yani kama ambavyo mpango wa nuclear wa Iran ulivyokuwa na nguvu, au kama ambavyo bomu la nuclear lina nguvu, ndio Hormuz ina nguvu kiasi hicho. Kwa nini? Imeupigisha magoti uchumi wa dunia.
the whole global economy umepiga magoti kutokana na hii Strait of Hormuz, kufungwa kwa Strait of Hormuz. Iran wameweza kuipigisha magoti dunia nzima. Sasa ile nguvu ya Hormuz ndio nguvu ambayo tunaisema kwamba inaitoa Iran kutoka kwenye kuwa regional power mpaka kuifanya iwe major world power, yani nguvu ya dunia. Kupitia Hormuz wana uwezo wa kuproject nguvu zao kwa dunia nzima. Kumbuka mwanzo walikuwa hawana uwezo wa kuproject nguvu ama kutandaza nguvu kidunia. Walikuwa wanafanya power projection pale pale katika region ama ule ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa nini? Kupitia nguvu zao za kijeshi, makombora ambao wana supply kwa allies wao, ambayo yanaweza yakatoka na kufika nje ya mipaka ya nchi yao, lakini pia kupitia hii kama tunayoita the axis of resistance, mtandao wa vikundi mbalimbali vya upiganaji ambavyo vinajibu ama vimeonyesha utii wao kwa Iran, na Iran ikivisupport na kuvishamirisha hivyo vikundi kama vile Hezbollah, Wahuthi, PMF nchini Iraq, lakini Syria na vikundi kadhaa. Sasa wanatoka kutoka kwenye kuproject nguvu pale katika Mashariki ya Kati, na ndio sababu ya ukiangalia moja ya sababu kubwa za kusema tunaingia kuipiga Iran, kuvunja nguvu za Iran ambazo imefanywa na Donald Trump, ni kuvunja. Uwezo kuvunja nguvu za Iran bila kuvunja power projection capacity yake, yani Iran asiwe na uwezo wa kutoa nguvu nje ya mipaka ya Iran. Hiyo ndio moja ya sababu kubwa za kimkakati. Lakini baada ya Marekani kuingia, Iran anakuja na Hormuz, silaha ama nyenzo ambayo inaweza ikamfanya sio tu kuproject nguvu zake Mashariki ya Kati, bali dunia nzima, kuyapigisha magoti na kukuza ushawishi wake kwa mataifa mengine duniani, ambayo moja kwa moja ataona kwamba ili tuishi vizuri lazima tuwe tuna mahusiano mazuri na nchi ya Iran, lazima tujiimarishe, lazima tusikinzane na nchi ya Iran ili tuweze kupata mafuta katika Hormuz kwa njia ambayo ni nzuri, na Iran wamelionyesha hilo. Lakini pia kwa Iran the game plan ni kwamba hata kama vikwazo havitoondolewa kupitia hii Hormuz, wana uwezo wa kuzalisha fedha ambazo zitawafanya wao waweze kumudu gharama za kujenga uchumi wao ambao umeweza kuharibiwa vibaya, kumudu gharama za vita ambayo tunajua hasara kubwa imeweza kusababishwa kwa nchi ya Iran. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia, unaona swala la Hormuz na swala la nuclear lina changamoto kidogo. Marekani hataki kumwachia hii silaha Muiran kwa sababu anaona kabisa namna ambavyo nguvu za Muiran zitakavyokuwa kwa kimkakati, hiyo kwao imekuwa ni mbaya, na Iran yeye yuko tayari kuilinda nguvu ya kuicontrol Hormuz kwa gharama yoyote ile. Kwa hiyo sasa hapo itakuwa ni Marekani yupo kwenye sehemu ya mtego. Je, aweze kumwachia Iran vikwazo vyote, froze, yani afungue fedha za Iran zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 100 ambazo zimegandishwa kwenye nchi mbalimbali, aweze kuziidhinisha hizo fedha, pengine ili Iran aweze kuachia Hormuz. Lakini tunajua kwamba hofu kubwa pia ya Marekani na Israel ni kwamba Iran yenye nguvu, Iran ambayo ina vikwazo, Iran ambayo ina fedha za kutosha, hiyo pia ni hofu kubwa kwao. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo ukikaa ukavifikiria unaona kabisa ni swala la kuona kwamba Donald Trump watakubali kuachia nini ili wapate nini, na wa Iran na wao watakubali kuachia nini ili wapate nini, kwa sababu hiyo ndio essence ya mazungumzo yoyote. Ndugu yangu Henry Waga anasema zopa, lazima kuna baadhi ya vitu uachie, upande A uachie, na kuna baadhi ya vitu upande B uachie, ili waweze kukutana katika ile zone ya ZOPA, zone of possible agreement, ile ukanda ambao wote mnaweza kuelewana, sio tu kila mmoja abakie kwenye ile maximalist demand, kwamba kila mmoja abakie kule ambako anahitaji, akiwa kule ambako wamesimamia. Kwa hiyo unaweza kuona Donald Trump hata hii tunaona ambao umesema Kaskai, hii MOU ya page moja, kuna vitu unaona kabisa Marekani wameweza kupunguza kidogo, wameweza kudrop kusema Iran asijihusishe na mpango wa makombora wametoa mpango wa drone, hata ile issue ya washirika hatuisikii kiongelewa, lakini wametoka kwenye ile miaka 20 wametaja miaka 12 kwenye MOU. Mara nyingi MOU kuna vitu inapandisha, maana yake kwenye mkataba wanaweza ile wakarudi kwenye miaka 10 hata miaka 8 inawezekana.
Kwa hiyo ni swala la kukaa na kusubiria tuone kwenye meza ya majadiliano nini kitakuja, lakini kusiwaoni Irani ambao watakubali matakwa ya kijinga, yani itakuwa haina maana kwa wao kupigana vile vita alafu waje wakakubali vitu vile vile ambavyo ndivyo vilivyofanya wao wameweza kupigana vita, wameweza kumpoteza supreme leader wao Ayatollah Ali Khamenei, wameweza kupoteza wanasayansi wao, wameweza kupoteza wanajeshi wao, raia wengi ambao wameweza kuuawa kutokana na hivi vita. Sawa. Sasa kuna habari ambayo inaweza kawa ni habari nzuri sana kwa wa Iran, at least kuweza kusikia viongozi wao wakielezea kiongozi mkuu anaendeleaje, ambapo ni rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Yeye amesema hivi karibuni alikutana na kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali, katika kile kinachoonekana kuwa taarifa ya kwanza hadharani kuhusu kukutana kwake na Khamenei tangu alipoumia vibaya mwanzoni mwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Khamenei hajaonekana hadharani wala kutoa ujumbe wowote wa video tangu alipochukua nafasi hiyo kufuatia kuuawa kwa baba yake katika shambulio la anga la Israel mwezi Februari. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Pezeshkian alisema mkutano huo ulikuwa na mazingira unyenyekevu na ukaribu mkubwa wa kindugu. Henry, unadhani ni madhara gani ambayo nchi kama Iran katika kipindi hiki cha vita imeyapata kwa kiongozi wao mkuu ambaye amemrithi baba yake Khamenei, ama Mojtaba Khamenei, kuwa katika hali hiyo na kutokuwa active? Unajua kumuona akitoa matamko, japokuwa amekuwa akiandika ama akipitisha hizo notes kwenye media za serikali, lakini ile tu kwamba haonekani akiongea, hawasikii sauti yake. Unadhani hii imekuwa imewaweka wa Iran katika hali gani ya kisaikolojia na katika hali tu ya kawaida? Nafikiri ni sasa, sijui niseme labda kwa bahati Mojtaba Khamenei amechaguliwa wakati vita inaendelea. Kwa hiyo tension ya watu ilikuwa kwenye vita, na ni watu wachache kidogo walikuwa yani vitu havikuwa kwenye mtiririko wa kawaida. Na tukumbuke kabla yeye hajafariki kulikuwa kuna baraza la mpito ambalo linaongozwa na raisi, kwa mujibu wa katiba ya Iran inaongozwa na rais wao, spika wa bunge pamoja na kiongozi wa ngazi ya juu wa dini. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaweza ukaona kwamba mambo yalikuwa tu yanaendelea, makombora yalikuwa yanaendelea kurushwa na kila kitu. Kwa hiyo ni kama hakukuwa kuna ombwe. Sasa hiyo ni seme tu labda wao wamefanikiwa kutengeneza mfumo wa Iran, mfumo mzuri ambao unawaruhusu yani mambo kuendelea wakati kiongozi mkuu ambaye unategemea kwenye chain of command, tunasema ile ngazi ya maamuzi, hayupo kwenye equation au hayupo kwenye formula. Sasa hii inaonekana mfumo, na tulikuja baadaye kugundua kwamba inaonekana Iran wametengeneza mfumo ambao kuna vikosi zaidi ya 30 na kitu ambavyo viko chini ya makamanda, ambavyo vina silaha, vina kila kitu na vina maamuzi huru. Kwa hiyo vina uwezo wa kuendelea kuoperate hata kama uongozi mkuu unakuwa umeondolewa. Nafikiri hata Warusi wana mfumo kama huo ambao nakumbuka wakati wa Cold War waliudevelop, ambao unawaruhusu Urusi kufanya retaliation ya nuclear hata kama watakuwa wamedecapitate, yani shambulio litakuwa limewaondoa viongozi wote wa juu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo mimi nafikiri zaidi, kwa sababu huyu Khamenei huyu Ayatollah mpya hakuwa amejipambanua sana kwenye uongozi, kwa sababu baba yake alikuwepo. Zaidi alikuwa na mahusiano kama inavyosemekana na IRGC na baadhi ya viongozi of course. Kwa hiyo sidhani kama ilikuwa ni shida kubwa sana, kwa sababu si kiongozi ambaye tulikuwa tumesha hata mjua. Mpaka sasa hivi bado hatujui ana misimamo ipi, hatujapata ni tofauti na baba yake, amekuwepo kwa muda mrefu sana, zaidi ya miongo 3 yupo pale. Sasa huyu ni mpya, kwa hiyo ni kama kiongozi mpya ambaye amechaguliwa
halafu mambo yanaendelea ya mvurugano, kwa hiyo hatujapata nafasi ya kumwassess. Lakini pia nafikiri kwa sehemu moja ama nyingine wao walichokuwa tu wanahitaji kwamba kuwe kuna ile tunasema symbolically, yani tu kuwe kuna hisia ya kwamba kiongozi mkuu yupo nchi, haiko kwenye ombo, kwa sababu hata lile baraza la uongozi huwa ni la mpito, sio kwamba linatengenezwa liwepo milele. Kwa hiyo kutokana na mfumo wao ilikuwa lazima wampate. Kwa hiyo kitendo cha kumchagua au kumname kwamba yeye ndio kiongozi, hata kama yuko huko mafichoni, kwa sababu kwa hali ya vita viongozi wengi wanakuwa mafichoni. Kwa hiyo hata Zelensky sio kwamba vita ilivyoanza ile miaka miwili alikuwa ni mtu wa kujificha mara nyingi, na hata Israeli wakati vita inaendelea viongozi wengi walikuwa wanajificha. Kwa hiyo muda ulipotokea na mazingira yalikuwa hayaruhusu yeye kuweza kujitokeza hadharani kuzungumza, na japokuwa kama ingewezekana ikawa hivyo, of course morali huwa inaongezeka, lakini nafikiri kwa Wairani sidhani kama morali ilikuwa ni tatizo, kwa sababu tulishuhudia wananchi wakienda kwenye madaraja na miundombinu mbalimbali wakienda kwa ajili ya kutetea au kulinda isishambuliwe na makombora ya Marekani na Trump pale baada ya Trump kutishia. Na pia walikuwa wakikusanyika kwenye viwanja vyao vya Revolution, vile vya Mapinduzi, Revolution Square, kwa maelfu wakiendelea kushangilia na kuhamasisha defiance au kuonyesha namna gani wanaunga mkono serikali yao. Kwa hiyo ni bahati vile kwamba tayari kuna mfumo ulikuwa umejengeka ambao unafanya kazi hata kwenye mazingira ya crisis kubwa kama ile. Lakini pia yote kwa yote naona kuna hali ya juu sana ya loyalty, yani ya uaminifu, kwa sababu kwenye nchi nyingine kiongozi mkuu anapoondoka ndo waga chanzo cha watu kuanza kupigania madaraka, kuanza kuuzana, utapata hapo wasaliti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa wao kuweza kuwa na utulivu na wote kukubali kwamba kiongozi aliyechaguliwa ni huyu na wakaheshimu, imeonyesha ni kama ni jamii yenye loyalty ya hali ya juu, hasa kwa huu mfumo uliopo. Yani watu wana loyalty kubwa sana kwenye mfumo wao ambao kiongozi mkuu anakuwa Ayatollah akifuatiwa na viongozi wengine. Kwa hiyo kwa sehemu fulani na hata kauli zao zimekuwa zikifanana. Kwa hiyo mimi nafikiri hakukuwa na athari kubwa sana, kwa maana ya labda yeye kuonekana kwake au kutokuonekana, kwa sababu bado ni kiongozi mpya. Kwa hiyo kilichofanya kazi zaidi kwenye hii vita ni mfumo ambao ulishajengwa kwa muda mrefu, ni mazingira ya kujiandaa kwa muda mrefu ambayo yalikuwa hayahitaji sana kiongozi mpya au wa juu, kwa sababu walishaamini kwamba viongozi wa juu wanaweza wakauawa muda wote. Kwa hiyo ndio maana pengine wamefanikiwa mpaka sasa hivi kuwa katika hali hii ambayo wako nayo. Masubi, kwa ufupi sana una take gani kwa hakikisho hili kutoka kwa rais kwamba kiongozi wao mkuu yupo vizuri? Ondoa hofu ya watu, kwa sababu unaangalia mamlaka ya rais nchini Iran. Kwa mujibu wa katiba yao, rais ni kama ceremonial leader, yani ni kiongozi ambaye ni kama alama ya nchi kisiasa na unaweza na kimataifa pia, kidiplomasia. Na rais anavyotoka na kauli kama hii kwamba nimemuona kiongozi na nimeongea naye, nimeshangazwa sana na hali yake anasema humbleness, hali yake ya utimamu, lakini pia hata namna kiongozi alivyoongea, amemsifia na kuongea mazingira ambayo ameongea naye na namna anavyoongea, utulivu aliokuwa nao. Kwa hiyo rais anavyotoka, kama ambavyo tunasema, yeye ndio kwa mujibu wa katiba ya Iran hana mamlaka makubwa sana, yani kusema labda ana mamlaka ya kijeshi yoyote, hapana, lakini yeye ndio mtekelezaji wa shughuli mbalimbali, yani ndio mkuu wa serikali kwa shughuli mbalimbali ambazo zinakuwa zinaendelea kila siku nchini Iran chini ya usimamizi wa baraza kuu lile la maulama ama clerics, ambao wao ndio wanasimamia kuhakikisha
viungo vyote vya nchi ya Iran ikiwemo jeshi la nchi, ikiwemo serikali, vinafanya kazi kama inavyotakikana kwa mujibu wa dini. Ndio maana inaitwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa rais anavyotoka na kuongea kauli hii, unaona kwanza kidiplomasia, ina maana kidunia, ni ujumbe kwa dunia kwamba mujtaba ni mzima, ni tofauti na propaganda ambazo zimekuwa zinasemwa. Lakini pia kwa raia wengi ambao wanaweza wakawa wanajiuliza kiongozi wao yuko wapi na anafanya nini, kwamba kiongozi ni mzima na anaendelea vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaona kauli hii ni ya muhimu sana kwa nchi ya Iran, kwa sababu mujtaba mpaka sasa hivi hajulikani yuko wapi, na kama ambavyo ameshaelezea mwenzangu vizuri, ni tunafahamu yuko mafichoni, ni kwa maslahi makubwa, tofauti na wao viongozi ambao walikuwa wanaonekana kina Larijani, na hivyo kwa track ikawa ni vizuri kwa mujtaba. Kwa sasa hivi ni kiongozi ambaye ni muhimu sana akawa hai, kwa sababu yeye ni kiongozi mkuu, na tumeona jinsi gani mchakato ulivyokuwa mgumu kumpata kiongozi mkuu mwingine. Kwa hiyo unaweza kuona jambo hili ambalo amelisema kiongozi huyu Masoud Pezeshkian, ambavyo limekuwepo lina impact kubwa. Kwa hiyo nadhani mimi kwa muendelezo ama kwa maendeleo ya namna ambavyo mazungumzo yamefikia, inatuma pia ujumbe kwamba hata mkiondoa kiongozi gani, kwamba hata mkimuondoa nani, sisi nchi yetu itaendelea kuwepo, yani itaendelea kusurvive. Na kwa nini ina survive nimeshaelezea sana, lakini Henry tu pia hapa ametoka kuelezea namna gani Iran inaweza kusurvive, namna gani jeshi lao linaweza kusurvive. Jeshi peke yake linajitegemea, linaweza kusurvive. Mfumo wa kisiasa nao umetengenezwa pia uweze kusurvive pale ambapo viongozi wao mbalimbali wa kisiasa wanaweza wakaondoka. Kwa na mfumo ambao ni mgumu sana, ni kama a maze fulani, kwamba hata kama utaondoa hii, lakini vilivyobaki vitaendelea kupambana, na wameweza kuthibitisha hivyo live. Sasa hivi ni kwamba mfumo huu umekuwa tested na mfumo wao umeweza kusurvive, ambao mimi nimekuwa na usema kama Wilayat al-Faqih. Kwa hiyo mimi input yangu hapo ni hiyo, kwamba mfumo wa Iran umeweza kusurvive na utaweza kusurvive zaidi. Sawa. Guys, tumalizie na hii story ambapo ni ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambapo amekutana ama amehitimisha ziara yake ya Vatican ambayo imelenga kurekebisha mahusiano baada ya mashambulizi ya maneno ya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Papa kusababisha mvutano wa wazi kati ya viongozi hao wawili. Rubio ambaye ni Mkatoliki anayetekeleza imani yake kamilifu alikutana na Papa Leo 14 katika kikao kilichokuwa kigumu zaidi dakika za mwisho kufuatia ukosoaji mpya wa Trump dhidi ya kiongozi huyo mzaliwa wa Chicago. Papa Leo amekuwa akijibu mashambulizi hayo kwa kupinga kile alichokiita upotoshaji wa Trump kuhusu msimamo wake juu ya Iran na silaha za nyuklia, akisisitiza kuwa yeye anahubiri ujumbe wa kibiblia wa amani. Rubio pia alikuwa anatarajiwa angekutana pia na katibu wa Vatican Kardinali Pietro Parolin, ambaye siku moja kabla ya ziara hiyo alimtetea kwa nguvu Papa Leo na kukosoa kauli za Trump. Kumshambulia hivyo au kukosoa kile anachofanya kunaonekana jambo la ajabu kwangu kusema ukweli, alisema. Kunaonekana jambo la ajabu kwangu kusema ukweli, alisema Parolin. Sasa Henry, nataka nisikie kutoka kwako, unahisi kwa sababu kiukweli kauli za Trump dhidi ya Papa zilikuwa kali sana, alitumia maneno makali mno, na mpaka unaona hii ziara ya Rubio bila shaka ilikuwa ni kurekebisha. Unarekebishaje kitu ambacho bosi wako amekwenda tofauti? Unafanyaje? Nafikiri Rubio anachokifanya ni busara zile. Unajua wakati mwingine mtu anaweza akawa mtu mzima lakini akawa hana busara, alafu kijana mdogo akawa na busara. Trump yeye huaga anashambulia au anamjibu mtu yoyote tu kwa namna anavyojisikia, na wakati mwingine yule ni kiongozi wa dini, kwa hiyo usitegemee atajitokeza hadharani kuunga mkono vita. Viongozi wa dini wote, hata Papa Francis ambaye alipita, nafikiri alikuwepo wakati vita ya Ukraine imeanza, na yeye alikuwa haungi mkono.
alikuwa akipinga kwamba haitakiwi. Kwa hiyo viongozi wa dini wao wanapaswa kuhamasisha amani. Kwa hiyo wala hutakiwi kumvagaa au kumbagaza kiongozi wa dini kwa sababu anahamasisha masuala ya amani au masuala ya haki. Ni vitu ambavyo vipo sehemu ya majukumu yao ya kila siku, kutia faraja na kuhamasisha hali ya utulivu, kuheshimiana na kuchukuliana. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Trump ni wewe unaona uaga anawabagaza kila mtu tu, amembagaza Tucker Carlson, amembagaza Candace, watu ambao walikuwa wanamsupport, na anawabagaza, anasema hawana akili kabisa hawa losers. Kwa hiyo ni mtu ambaye yani ukipishana naye haangalii wewe ni nani, tuseme ndio hilo, anasema hakuangalii usoni, anatoa lolote litakalomtoka. Kwa hiyo kwa sehemu fulani na tulishaona dharau, alishazifanya dharau, alijitengeneza picha yeye kuwa papa wakati Vatican kule ule utaratibu wa kumchagua papa mpya ukifanyika, Trump alithubutu, ndio rais wa kwanza, kiongozi wa kwanza kutoa picha inayomuonyesha eti yeye ndo kama papa, kwa sababu kwa sehemu fulani unakuwa unawaofendi wafuasi wa dini husika au wa kanisa husika, kwa maana kanisa Katoliki ulimwenguni. Kwa hiyo dini ni vitu sensitive sana, utakiwi kukivamia na kuongea tu kwa sababu unakuwa unaumiza hisia za watu wengi. Lakini sasa yeye ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya mambo kama hayo, yani ana uwezo wa kufanya vitu vya ajabu ajabu, kusema mambo ya ajabu, ilhali akiwa ni rais wa nchi, na dunia imebidi ikubali kuishi naye hivyo hivyo alivyo. Sasa madhara wakati mwingine hayaji kwake, madhara yanakuja pia kwa wale wengine, kwa sababu nafikiri kama mtu kama Marco Rubio, nafikiri pia ni Mkatoliki. Kwa hiyo kwa sehemu fulani wapo pia Wakatoliki wengi tu huko ambao pengine wako chini ya kanisa hilo. Sasa unavyomshutumu kiongozi mkubwa kama yule, inakuwa haijakaa vyema. Kwa nafikiri ile ni namna ya kwenda kupunguza makali na kujaribu kurekebisha mazingira kutokana na kile alichokifanya. Sasa whether italeta matokeo kwa haraka sidhani, kwa sababu pia Trump anaweza siku nyingine tena akaamka tu akafanya tena hicho alichokifanya. Kwa hiyo nafikiri ameenda tu kuonyesha kwamba si viongozi wote wa serikali wanaunga mkono, ili wale wasichukulie kwamba ile ni sera ya taifa la Marekani, wachukulie tu kwamba ile ni yeye Trump kama Trump. Kwa hiyo achukuliwe kwa namna yake, lakini taifa la Marekani na raia wake pengine si msimamo wao, na wala hawachukulii swala la kudhihaki kanisa na kumdhihaki papa kama ni ajenda yao au ni kitu ambacho wao wanakiunga mkono moja kwa moja. Sawa, kwako Ali, unamaliziaje ziara hii, na je, wana amend palipoharibika? Kwanza kabisa tunasema ni kama damage control ambayo Marco Rubio wamejaribu kuifanya, na ukiangalia kwa mamlaka alokuwa nayo nchini Marekani ina make sense. Kwa nini? Kwa sababu vyeo alivyonavyo Marco Rubio, tunasema akitoka rais wa Marekani yeye ndio anafuatia kwa nguvu kihistoria. Ukishakuwa una vyeo ambavyo wamekuwa navyo, ni watu wachache sana waliwahi kushika, akiwemo Henry Kissinger, ambaye huyu ndio tunasema kama the architect wa mfumo wa kisasa wa Marekani, uchumi wa Marekani kuwa hivi ulivyo na nguvu ya Marekani. Huwezi ukamwacha bwana Henry Kissinger ambaye miaka ya 70 alikuwa ni national, ana vyeo hivyo viwili ambavyo Rubio anavyo sasa hivi. Alikuwa na National Security Advisor, lakini pia alikuwa ndio Secretary of State na tunajua mambo makubwa ambayo Henry Kissinger aliweza kuyafanya, kuweza kumediate vita vya Yom Kippur mwaka 73, kuweza kuifanya Marekani leo inaweza kuwa ndio nchi ambayo inajitegemea kwa mafuta yake. Baada ya kuwa mwaka 73 ilikuwa haijitegemei na ikapigwa embargo na nchi za Kiarabu kipindi hicho, yenyewe na Israel, kwamba iliwekewa zuio kama ambalo zuio imekuwa inawekea wenzao sasa hivi la mafuta, kwamba hatutawauzia mafuta paka vita Israel iweze kuvisimamisha. Lakini pia huyu Henry Kissinger ndio ambaye aliweza kufanya ile safari kubwa ya bwana Nixon kwenda kukutana
na Mao Zedong huko nchini China mwaka 1972 na tunafahamu ilivyokuwa ni the game changer. Kwa huyu Rubio wa sasa hivi kumuona na akiwa na vyeo kama hivyo, pengine anaweza survive viatu vya Henry Kissinger, lakini ukiwa National Security Advisor, maana yake wewe ndio ile ulinzi wa nchi wewe ndio uko chini yako, na departments nyingi zinatakiwa zijibu kwako wewe, the Pentagon, intelligence, CIA, NSA na idara nyingine nyingi ambazo zinahusika moja kwa moja ama isivyo moja kwa moja na ulinzi wa nchi na sera za nchi, vinatakiwa vijibu kwako, lakini wewe mwisho wa siku ndio urudi kwa rais. Na siku za hivi karibuni tumemwona Rubio kama ni moja ya mtu ambaye ameonekana kama amekuwa inside lines, akiwekwa kama pembeni. Kwa nini? Kwa sababu tofauti na marais wengine, tofauti na Kissinger ambaye alikuwa anasema kwa muda kwamba yeye alikopo na ile paka hadhi ya kingmaker, yani uwezo wa kutengeneza, yani ana mamlaka ya kuweza kuamua nani baadaye aje kuwa rais, au rais wewe una utawala mbora au usio na utawala mbora. Tofauti hiyo tunaiona kwa Rubio, anashindwa kuonyesha maguvu yake zaidi kwa sababu ya nature ya Trump. Kama ambavyo ndugu yangu Henry ameongea, Trump amekuwa ni rais ambaye vitu vingi anajivifanya yeye mwenyewe kwa kujisikia, vingine anaweza hata asiulize. Na maana wewe Rubio umekaa huko kwako unapigiwa simu, bwana umeona au bado hujaona? Kaka ameongea tena bwana. Rubio anaanza kuwa na wasiwasi, sijui atakuwa kaongea nini tena. Ndio anakutana labda amebagazwa papa. Na ndugu yangu unatumia kubagazwa, ndugu yangu kaongea vizuri sana. Trump amembagaza paka mwenyewe Prince bin Salman. Imagine anambagaza mtu kama huyo. Mbagaza Elon Musk, na Prince bin Salman tunafahamu alimbagaza kwa kuaibisha kweli kweli kwamba analamba makalio yangu, akiwa anamaanisha kwamba amekuwa ananilamba kwamba kwa Kiswahili tunasema kama ananibembeleza mimi, kwamba chawa wangu. Maana yake siku akiacha kuwa chawa wangu, mambo yatakuwa mabaya sana kwake. Anaongea Trump kwa Prince bin Salman. Hivyo unategemea kauli kama hiyo inakuwa inamwaibisha vipi Prince bin Salman? Na unaweza ukaona retaliation ya Waarabu ilikuwa ni nini siku chache baadaye, na Waarabu ambao wamekuwa ni washirika wakubwa wa Marekani. Hivi vitu vyote vinakuwa anaviongea Trump, lakini baadaye vina damage ile sifa ya Marekani, hadhi ya Marekani na ushawishi wa Marekani. Sasa kwenda kumwattack papa, kiongozi ambaye ni mkubwa kwa Wakristo duniani, sio tu wa Katoliki, hata Wakristo wengine wote tayari ni kiongozi mkubwa. Na tunafahamu kanisa Katoliki ndio inaweza ikawa ndio mzizi wa makanisa mengine yote yale tunayoyafahamu duniani. Pale ndio yametokea, ndio mzizi wa Ukristo tangu kanisa Katoliki lilivyoamua kuwa sasa rasmi, ile himaya ya Roma ilivyoamua kuwa rasmi kwamba sasa kwamba Ukristo ndio himaya, yani ndio dini rasmi ya kwao kutoka kwenye upagani. Tangu kipindi hiko tunaona namna gani hata kanisa Katoliki limeweza kuwa na nguvu, na nguvu hizo zinatokea wapi? Zinatokea Vatican. Kwa hiyo zipo sehemu nyingine ambazo na sidhani kama kuna kanisa ambalo, kuna dhehebu ambalo lina waumini wengi duniani, halipo zaidi ya kanisa Katoliki. Linaongoza huku maeneo ya Amerika yakiwa yanaongoza sana kwa waumini wa kanisa Katoliki. Unafahamu nchi kama Mexico, Canada, Marekani yenyewe wana waumini wengi sana. Na watu walijaribu kufanya ile approval rating, yani nasema alama za ukubalikaji kati ya Trump na papa kiujumla. Papa anaonekana na approval rating kubwa sana, yani anaungwa mkono, anakubalika zaidi ya anavyokubalika Trump na watu wengi zaidi ndani na nje ya mipaka ya Marekani, nikiwa na maanisha pia dunia nzima kwa ujumla. Sasa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa zaidi kuliko wewe, alafu unaenda kumshambulia moja kwa moja, hiyo inakuwa ina damage sana nchi. Kwa hiyo kama anavyosema Henry, kwa hiyo kwa National Security Advisor na Secretary of State ilikopo ina umuhimu sana kwake kwenda kujaribu kumend pale ambapo pameharibika, kurekebisha pale ambapo pameharibika ama bosi wake ameweza kuharibu, kwa sababu ni moja ya majukumu makubwa sana
National Security Advisor kuweza kupambania sera ya nchi ya Marekani, kuweza kupambania maslahi ya nchi ya Marekani, na ndio maana unaweza kuona ameenda huko amemend hicho ambacho kimeharibika. Lakini tunakumbuka pia kwamba kauli ya Trump iliweza kuleta shida pia hata kwa serikali ya Italia, ambao ndani ya nchi ya Italia ndio inapatikana Vatican, na serikali ya Italia yenyewe tunafahamu ndio kama ambayo ndio kama mwangalizi wa Vatican, na wenyewe hawana ujanja mbele ya Vatican. Yani wao kama Vatican ni kama alama ya nchi ya Italia. Kwa hiyo unaona hata wao kina Giorgio Meloni, waziri mkuu huyu wa Italia, na yeye hakufurahishwa na serikali nzima ya Italia, hakufurahishwa na kauli kama hiyo ya Papa. Lakini katika hali ya ajabu kupitia kwenye ripoti hapo umesoma Kaskai kwamba wakati yupo huko tena kauli nyingine Trump ameweza kutoa. Kwa hiyo unaweza ukaona inakuwa ni changamoto kiasi gani, na pengine yeye anajiona hajakosea, hamna kosa lolote alilofanya. Kwa hiyo kutoka kwa pengine anaweza hata asiwe amefurahia kuona Marco Rubio amefanya hiyo safari kwenda huko. Pengine angetaka ile stance ambayo alionyesha Hesgate ya kuonyesha kwamba anamsupport rais, na yeye akamtaka kwamba Papa aendelee kufanya kazi yake ya upapa, kuhubiri amani. Lakini kuhubiri amani ni kazi ya upapa, hawezi akasapoti. Imekuwa hivyo miaka nenda rudi, na hawezi wakasupport violence in any way ama kusimama na taifa fulani. Lazima waoneshe neutrality, kwa sababu ndani ya Palestina kuna Waroma ambao tunafahamu Waroma wako dunia nzima, na Papa ni wa Waroma wote, sio tu Waroma wa Marekani, ama Wakristo wote, sio tu Wakristo wa Marekani. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia, unaona anachokifanya Rubio kweli anafanya damage control, lakini ni sehemu kubwa ile ya majukumu yake kutokana na cheo chake nyeti hichi alichonacho, na licha kwamba tunasema yeye ndio mtu wa pili mwenye nguvu zaidi Marekani, na katika historia ya Marekani akitoka Kissinger yeye ndio anafuatia kwa kubeba hii rekodi ya kushika hivi vyeo viwili, lakini so far tunaona hajavitendea haki. Kwa nini? Nadhani kwa sababu ya nature ya rais ambaye anatawala. So kama kipindi kile unakutana na Nixon, huku baadaye Nixon akapata Watergate scandal akaondoka, lakini bado Kissinger alibaki na kaendelea kuplay part kubwa kweli kweli katika serikali ya nchi ya Marekani. Lakini tunaona ile power projection, uwezo wa bwana Marco Rubio na yeye kuonyesha makucha yake, makeke yake ya kisiasa, kama ambavyo tuliona kwa Kissinger, tunaona imekuwa ni ngumu sana kwake. Pengine tutaona huko mbeleni, lakini kwake imekuwa ni ngumu sana. Mtu kama Henry Kissinger, the level of statecraft ambao aliweza kuionyesha kwa taifa la Marekani, ni watu wachache sana ambao wanaweza kufanya hivyo, kama ambavyo leo tunawasifu Iran kwa mifumo yao kuweza ile statecraft walioifanya. Nchi imeweza kusurvive kipindi imekuwa tested, imepigwa vita. Hiyo level ya statecraft ndio ambayo tulitakiwa tuione kwa Rubio kipindi hiki. Marekani nakabiliwa na changamoto nyingi na vitu vingine, lakini yote kwa yote safari aliyoifanya ni ilikopo ni kimkakati, ni nzuri na ni ya muhimu sana kwenda kumend pale ambapo Trump ameweza kupaharibu. Sawa, sasa tusubiri mambo mengine, ripoti zingine pengine kwa ukubwa zaidi, waliongeaje na vile Papa amesemaje, na mambo kama hayo tutakuletea katika ripoti zetu. Niseme asante sana kwa kuwa nasi Alhamisi hii kwenye GPS hii. Tukutane tena Ijumaa kuangalia kile ambacho tutakuwa nacho katika habari za dunia, na kubwa zaidi tulikuwa tunaangalia hivi vita vya Iran. Mimi naitwa Frederick Bundale, nilikuwa na Masubi hapa hadi wakati mwingine, bila kumsahau Henry ambaye amejiunga nasi kitokea kule Dodoma. Hadi Ijumaa tutakutana tena hapa. Kwa heri, naendelea kufuatilia matangazo na vipindi vingine vinavyokuja kutoka hapa SNS. Kwa heri.